Zamani za kale kulikuwa kuna bwana mmoja, ili ujue kuacha chakula si kitu rahisi. Alikuwa kila sharti ajifungie milango kwa ule utamu wa chakula chake. Ni mchoyo na hawezi kustahamili, roho yake dhaifu mbele ya chakula. Sasa siku hiyo amejifungia mlango, anaanza kula. Ghafla akapita sahibu yake, naye ni mroho kama yeye, anajua hii taimu hii ni taimu ya maakuli. Basi akaingia yule bwana, akamkuta mwenzia na ameweka plate ya chakula ile, akawa anakula. Ikabidi ampe salamu, "Asalamu alaikum." Na yule ashajua hii salamu si chochote, huyo anataka chakula. Asema, "Wa alaikum salam," fadhara dahrahu. Wa alaikum salam, kisha akamzungushia mgongo, akawa anapiga vitu vyake. Ikawa sakatan tawila, kinyamazo hamna hata za saa hizi. Yule bwana ikabidi aongeze swala moja, ambia, "Laqad marartu bi ahlika." Ndugu yangu, uniulizi hata za asubuhi, leo nilipitia nyumba yako ndogo kule, nilipitia kule leo. Yule bwana akanyanyua tonge kubwa, akamtizama, akambia, "Kadhalika kana tariquka." Kweli umepita, lakini si ndo njia yako kila siku? Hapo akaendelea kula. Akaona akamwongeza swali jingine, akamwambia, "Imratuka hubla hamila." Alafu nilimuona shemeji ni mjamzito. Ile bwana asema bado hajaondoka, yuko hapo nyuma. Akanyanyua tonge jingine, akamtizama, ambia, "Kadhalika ahdi biha." Mimi najua yule ni mjamzito, tena huu mwezi wake wa mwisho. Kanyamaza. Akasema, "Huyu bwana bado." Ambia, "Anjabat." Akamwongeza, ambia, "Keshajifungua." Keshajifungua. Yule bwana akasema kumbe hajaondoka, yupo. Akanyanyua tonge la pili, akamwambia, "Al-lailu mahma tala fala budda min tulu'i al-fajr." Usiku hata uwe mrefu namna gani lazima kuche. Na mwenye mimba la budda ntalidaha, lazima azae, ndio kishazaa muda wake huo. Akawa anaendelea kula chakula chake. Kaona akamwongeza sala jingine. Akamwambia, "Anjabati ghulamaini." Kazaa pacha, kapata tauamain, kawa na akhu tauam. Ile bwana akasema huyu bwana kumbe hajakoma. Akampelekea hoja ya pili, akaambia, "Kadhalika kanati ummuha." Hata mama yake zamani ashai kuzaa pacha, karithi. Nyumba yao ina mirathi ya mapacha. Afukanyamaza, anapiga vitu vyake. Ile bwana asema huyu bado. Akamwambia, "Kad mata wahiduhuma." Katika wale watoto wako wawili pacha, mmoja wao kafa. Yule bwana anasema, "Nitamjibu nini huyu kinganganizi?" Akamwambia, "Ma kanat laha an turdhiya ithnaini." Mke wangu hakuweza kuwanyonyesha wawili, lazima mmoja afe. Kunyonyesha watoto wawili unaona mchezo? Bado hashtuki. Akamwongezea sala jingine, "Wa mata al-akhar." Na yule alobakia naye kaishi kidogo, kafa. Taarifa za nyumbani kwako. Yule bwana anasema bado. Akamwambia, "Lan yabqa ba'da firaki akhi." Na yeye mwenyewe hakuweza kuishi baada ya kumkosa ndugu yake, lazima amfuate ndugu yake alikokwenda. Akasema ikabidi amuongezee kubwa, manake anaona chakula kinaisha na hakaribishwi. Akamwambia, "Kad matat ummuhuma." Mama yao kafa sasa. Yule bwana akamtizama na tonge kubwa, ambia, "Hazanan ala waladaiha." Sikafa kwa huzuni za watoto wake. Akamwambia, "Ya Arabi, ma atyaba ta'amak." Wewe mzee wa Kiarabu, hiki chakula kina utamu kiasi gani? Mtoto katembea, mama katembea, hata ushtuki. Ambia, "Walidhalika akaltu biwahidi." Ndio maana nakula peke yangu. Kina mambo yake. Ambia, "Fa wallahi la dhuktuha."
Na mwapia Mungu uonji hata kidogo ndugu yangu. Uonji. Asa mtu kama huyu msogeze ndani ya Ramadhani, unaonaje? Mtu mmoja alikuwa bosi, anamfanya kazi wake, kaandaa plate ya chakula, ni bosi lakini ataka ale peke yake. Sasa akamwambia yule mfanyakazi wake, hati taam aghliq albab, lete chakula alafu funga mlango uende zako. Yule bwana akamwambia, ya sayyid ya maulaya hadha khata, umekosea hiyo kauli, walakin sahih, kilichokuwa usawa useme aghliq albab wa hati taam. Yamini kafunga kwanza mlango, lete chakula, sio mlango uko wazi nzi watu wame hapo. Akamwambia, antahuru liwajhillah, kuanzia leo hapa bwana umelifti, huna kazi. Ambia kwa nini? Ambia liilmika adhaimil umur, wewe unajua mambo makubwa unifai, wewe ushanishtukia, wewe fungua tu, si mtumwa tena. Akamwacha huruba kwa sababu ya chakula tu. Sasa hiki chakula hiki ndio maana tunakiita chakulan. Hiki chakula hiki, njaa ikiuma inafikia stage inapanda mpaka kichwani. Sasa nafsi zetu zilipewa ibtilaya, maonjo ya mambo mbalimbali, lakini zilikuwa fedhuli. Zilivyopewa jela ya njaa zikasarenda, zikasalim amr. Kwa hiyo nafsi inalainika kupitia na njaa. Niseme faida moja ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, alafu nikate maneno niseme la mwisho. Rasulullah anasema, sumu tasihu, fungeni mpate afya. Aqliyan, watu wakikaa na njaa wanakufa, wanapata afya. Mjaenda Somalia huko? Ni kweli ukifunga unapata afya. Yuko Masri mmoja alienda katika saidalia moja, chemistry moja, au pharmacy moja, au hospitali moja, alikuwa na maradhi. Akatizama tahlilul batni, vipimo vile vya tumbo, amradh batnia, akaonekana yule atakiwa tiba amalia, afanyiwe operesheni, upasuaji. Basi daktari akamwambia, hapa bwana itabidi ufanyiwe operesheni. Asema, baini wa baina Ramadhani yauman, kumebakia siku 2 inaingia Ramadhani. Sasa upasuaji huu mimi sitoweza kufunga, wacha nikafunge alafu nikirudi. Maana ashamtizama ile maradhi hayana njia ya tiba isipokuwa amalia, kufanyiwa operesheni. Akaenda akafunga. Baada ya saumu akarejea kwa tabibu. Tabibu yule akaanza kumfanyia vipimo tena. Alivomtizama anaona ule ugonjwa hauko. Akaambia, ayi tabibun raja'tuhu, maradhi siyaoni, appendix hakuna tena, maradhi siyaoni, ni daktari gani bingwa ni hiriri kuliko mimi? Kwa sababu ya maradhi hayaponi, sharti operesheni. Daktari gani bingwa umemwendea angalau na mimi nikajifunze kupitia kwake? Ambia, raja'tu tabibu tusamma Ramadhan, limwendea tabibu anaitwa Ramadhani. Akamwambia, aina iyadatu, iko wapi hospitali yake? Kwa sababu yule aliyokuwa akielezwa hakuwa Muislamu. Akamwambia, hospitali yake anapatikana ndani ya Qur'an, shahru Ramadhan kutiba alaikumus siyamu, hivyo. Basi yule bwana alikuwa mzungu, anasema akatamka shahada. Sasa Mtume aliposema sumu tasihu, fungeni mpate afya, ukila chakula basi kinaenda sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza kinaenda sehemu ya energy, ya power, kwamba ukila unakuwa stronger. Wale wakata magogo wale wakwambia ataka ugali wa dona ule mgumu. Ni kweli hapa katikati mida kama hii unamkuta mtu kalegea, lakini akila anakuwa madhubuti. Kwa hiyo sehemu ya mwanzo chakula kinaenda sehemu ya kutia power. Ndio maana power hizi hata kwa kina baba zinawahusu. Kwa hiyo kuna chakula ukila unalegea. Wenyewe wanasema kuna vyakula vya wanawake na kuna vyakula vya wanaume. Sehemu ya pili, chakula ukila kinaenda kuchambuliwa vitamins zote, alafu kinatolewa kwa njia ya uchafu. Protini zinatolewa,
vitamini zinatolewa, wanga zinatolewa, vyakula vya hamirojo hivyo vinawekwa sehemu yake. Sehemu ya tatu, kwa hiyo sehemu ya pili kurutubisha mwili, vyakula vya joto, vyakula vya mafuta hivyo. Sehemu ya tatu kinaenda sehemu ya reserve. Wazungu wasema reserve never goes bad. Akiba siku zote haiozi. Chakula lazima kinaenda sehemu ya hakiba. Hakiba au tenki la chakula liko kama sehemu ifuatayo. Inakuwa chini ya titi hapa chini ya moyo. Kwa mwanamke inakuwa matiti yote mawili. Mwanamke ana tenki kubwa sana la kuhifadhia chakula. Ndio maana issue ya kuishi na njaa, mwanamke anachelewa kufa kuliko mwanaume. Na hata maradhi haya ya kisasa, waweza ukamkuta mwanamke kaishi na wanaume watatu wote wamekufa, yeye bado anadunda. Kwa hiyo mwanamke ana nguvu nyingi sana. Hii akiba inakaa mfumo wa mafuta. Nini faida yake hii akiba? Inawezekana ukasafiri ukaenda Uzaramuni huko, kwa bahati mbaya gari ikakuharibikia polini, ukakaa siku 2 siku 3, huwezi kufa kwa njaa ya siku 3 wala siku 4. Ndio kile chakula kilichowekwa mfumo wa mafuta ndio kinameng'enywa, kinaletwa sehemu ya pawa, wewe unaendelea to be alive. Unaendelea kuwa hai. Sasa kile chakula kile kiko mfumo wa mafuta. Ukinywa chai asubuhi unaweka akiba. Lazima reserve. Ukila mchana unaweka akiba. Ukila jioni akiba. Mwaka una siku 360, kila siku unaweka akiba. Sasa inafikia stage ile store inajaa. Ikishajaa ile store, yale mafuta yanaanza kuzunguka mwili. Store ya mwanaume ikijaa sana, mafuta yake mengi yanakimbia kwenye kichwa na humu kwenye shingo kwa wingi. Mwanaume akinenepa kichwa kinakuwa hicho. Alafu na mengi zaidi yanakuwa kwenye tumbo, unaona kifriji kimekuja. Kwa hiyo ukimuona mwanaume mafuta yamekuwa too much, yanakimbilia tumboni na humu shingo lake na kichwa linakuwa hivi. Lakini mwanamke mafuta yake hayaji shingoni. Ndio maana unamkuta mwanamke hawi na bichwa kubwa itokee tu, labda ana homoni za kiume. Isipokuwa yanakimbilia kwenye kiuno, anazidi kuwa na shape, unono, mapajani huko, na tumboni kwa mbali. Na tumboni kwa mbali. Sasa haya mafuta haya yakiwa yamekaa hapa sehemu ya tenki, yakijaa mara nyingine inafikia stage yanauzunguka mpaka moyo. Sasa hii inafikia hatua ya hatari sasa. Yakiuzunguka moyo, sasa ile mishipa, moyo ukisukuma damu kwa shida, huwa haurudi pale, unakuwa unatanuka. Ukiwa umetanuka moyo, ndio unamkuta mtu anahemea juu, unamkuta anakohoa kikohozi kikavu, na baadaye inaweza ikamletea sakta dimaghia mpaka kupooza. So pressure yake inaenda juu sana. Sasa kupitia hatari hii, Mtume sallallahu alaihi wasallama akatuletea ibada hii adhimu, akatuambia fungeni mpate uhai. Kwa mfano leo asubuhi hukunywa chai. Sasa mpaka unatembea, una move on, unapanda ngazi, unashuka, unaendesha gari, unasema, inachukuliwa kidogo yale yaliyowekwa kwenye store pale, yanachukuliwa, yanaitwa sehemu ya energy, ndio yanashuka hivi. Mchana haujala tena, inachukuliwa ile tena inashushwa hapa. Jioni umechelewa kula tena, sasa unakuta kila siku inapunguzwa, kila mwenye kitambi unaona kinashuka. Kwa wale wanaonijua mimi, washanibashiria nishaanza kukonda sasa hivi. Tokea Ramadhani imeingia, bwana unauma? Ngambia saumu hiyo, umeona? Kwa sababu mafuta yanakombwa kwa wingi sana, na hii ni salama sana. Sasa huu mwezi mmoja tukiwa tumefunga sawa, unatupa afya ya kuendesha miezi 11. Ndio maana Mtume akasema ikiwezekana diet ni kitu cha umuhimu zaidi. Isiishie hapo tu, kuna ayyamil bidh, kuna masiku meupe yale 12, 13, 11, 12, 13, lakini mbali ya yote kuna Jumatatu na Alhamisi, kuna Arafa, kuna Ashura, alafu vile vile kuna saumu ya 6 baada ya Ramadhani, kuna Ramadhani yenyewe, mutawaliati. Hizi saumu hizi tusiziache, na ukiachilia mbali maradhi mangapi yanapatikana kwa sababu ya kula. Makachumbari hayo mnayokula kwenye chips hayo yanaleta minyoo mingi sana. Sasa pia kuna maradhi mengi, kwa mfano minyoo imejaa, watu wanasikia kichefuchefu, atafuta dawa albendazole, lakini asubuhi ujala minyoo ishazoea, anasema ngoja labda atakula mchana yenyewe huli,
labda baadaye saa 10 atokula huli, unasikia inalalamika tu tumboni, basi mwisho inakufa maradhi mengi pia vile vile. Kwa hiyo sumu tasihu. Jengine Waislamu, kitu ambacho mashaallah khairi, kitu cha msingi kabisa ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama mwisho alivyosema sufidati shayatini. Aya, nisikilizeni sasa. Mnanisikiliza hapo Ramadhani bwana, milango ya pepo imefunguliwa, ni kweli. Milango ya moto imefungwa, ni kweli. Mashetani wamefungwa. Nani tokea Ramadhani imetokea amepiga miayo? Kwa haraka ukumbuki. Nani leo kapiga miayo? Mnaijua miayo? Ile. Nani kapiga miayo? Shehe ulipiga? Leo? Hatari wanaume. Sasa atathaubu minashaitani. Itakuwa ni ile ada tu umejizoeza. Lakini miayo inakuwa nje ya Ramadhani. So shetani anakuja kutia hewa katika matumbo. Ndio kila siku unapiga miayo muda wote. Lakini sasa hivi tuko ndani ya saumu, hata hujisikii kupiga. Angalia njaa ya kawaida. Njaa ya kawaida kesa, mwanangu nina ubao hatari. Wanasema masela hivyo. Mwanangu mbona vipi? Ambia utatumeza, ambia nina ubao hatari. Lakini mshai kumuona mtu kwa saumu anapiga miayo hiyo. Shetani kashapigwa pingu, hayupo shetani. Hata vitoto ilikuwa kilo, na wewe mwenyewe unasema pole. Sasa hivi vitoto havipigi miayo. Ndio maana Mtume maisha yake hajawahipo piga miayo. Zama za kawaida ukifikiria miayo tu hapa tayari ingekuwa ishakuja. Yaani zile zama za kawaida ukifikiria tu unajisikia hapa. Sasa hivi hata ukifikiria haiji. Swali wala nabii. Mnataka alama gani kama Uislamu ni dini? Sasa nitakwambia kitu kimoja hatari. Juzi amekuja dada mmoja ofisini, amenisababisha leo niseme kitu hichi hapa. Bwana, kweli huu mwezi umeteremshwa Qur'ani. Halafu majini bado wamo kwa sababu wanatenda ibada, na wengine bado wamekaa kwenye vichwa vya watu hawana haya. Lakini bwana, ruqya na visomo vya Ramadhani vinapawa hatari. Unajua ukitoa sadaka unaandikiwa sadaka 1000. Sawa ukirukuu sijida 1000. Kwa hiyo ile aya itakuwa ina thamani, kama inaunguza zaidi. Basi kaja dada mmoja, nimefurahi sana, yule dada nimekuja kumwombea dua. Nimemwekea mkono kidogo tu. A'udhu billahi minashaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu. Pale kanyooka. Yani sijui ni aya 6 au 7 zile. Mdudu yule kaja. Nikamwambia haya usokuwa na haya we. Usosikia vibaya we. Mwana Isaya we. Mtoka pabaya we. Mjukuu wa Subhana we. Haya na Ramadhani vipi wewe? Mbona mjalana kiasi hichi? She. Nikamwambia she nini? Hii Ramadhani. Watu tuna saumu zetu hapa, utakatuanze kukemea kusoma. Haraka sana. Usije tena huko. Usije. Nimesemaje? Usije. Nikamwambia yalla ya rijal. Nikikuona. Aya 6 zile nikamwacha yule dada. Kesho akaniambia maneno mazuri sana. Akanambia hivi. Akanambia, Shekhe bwana, usiku nilipofika tumbo likaanza sijampa dawa hivyo, likavuruga, likaleta fujo, nikapata choki chafu. Kuna mambo yalikuwa kitembea mwilini yote khalas. Nikamwambia takbir. Nikasema kesho ni Ijumaa. Nataka kuambia watu wale ambao wana vile vizuka, macheketu,
maummi subiani, maruhani, maifritum, majasusi ya kijini, wenye waidadat na majini wa sampuli zote. La mwanzo, nitafanya ruqya mubashara live nowadays. Ndani ya siku hizi za usoni nitafanya ruqya ya makombora kuwateketeza wale ambao hawezi kutufikia. Lakini wale ambao wanaweza kutufikia wasiwe na kigugumizi. Sheikh, ndani ya Ramadhani dua zinafanyika au hazifanyiki? Zinafanyika, umechelewa wewe. Kwa sababu mpaka leo ya al-asaf darasa zetu za msikitini hatujaanza kwa sababu ya program za watu, kwa sababu zinaanza al-asr. Lakini inshallah Jumamosi nakdan kesh tunatarajia darasa hizi zitaanza msikitini. Tunasikitika sana kwa hilo. Kwa sababu tulikuwa tukifanya khidma ya watu. Kwa hiyo shimeni watu wote jamani, wale ambao pengine nje ya Ramadhani walisomewa, wamezunguka, hakupata afya. Huu mwezi si wa kuacha. Wallahi nasema kwa hisia kubwa, huu mwezi una mambo mengi sana. Na tuba, watu wote, maraki wote wanaofanya tiba zile za sheria, basi wasipumzike kabisa Ramadhani. Dua za Ramadhani zina power kubwa, yani power ya hali ya juu. Juzi Jumatano ya mwanzo katika zile siku zetu za kuhuisha zimeanza juzi. Lakini sasa Jumapili insha Allah itakuwa ni mkesha wa watu wote wale wanaokuja kwa ajili ya kulia. Hebu njoo tulie usiku wa Ramadhani. Zile rak'atain salatul haja, hebu njoo tuziombeni Ramadhani. Leo khutba ya leo ilitukumbusha kumwomba Allah atufutie madeni kwa utukufu wa Ramadhani. Yatafutika kweli. Tudumu ndani ya ndoa kwa utukufu wa Ramadhani, zitadumu kweli. Tupate maisha kwa utukufu wa Ramadhani, tutapata kweli. Lakini khutba ikasisitiza alatham, mijidhambi ile tulokuwa nayo, tumombe Allah kwa ajili ya Ramadhani. Lakini pamoja na yote, kila haja tuishtakie kwa Allah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mimi kuanzia leo najitoa kimasomaso, wale watu wote wamefitinishwa na majini haya, hembu waje tuyateketeze kwa baraka ya Ramadhani. Kwa sababu nilijiandaa kwa ajili ya kuwateketeza majini wabaya. Mpaka juzi niliomba dua moja tu, nikasema ya Allah, hatuna ugomvi na jini anayemdhulumu binti wa watu. Binti amekuwa na hasadi na nuksi, alikuwa na mambo yake, ila mimi nasema ya Rabbi, huyu jini muongoze, atende kheri. Kama si wa kuongoka, mtie adabu, muoneshe huu ni mwezi wa Ramadhani. Amwache mtu afanye ibada zake. Watu itakiwa afanye juzuu 6, juzuu 7. Lakini kuna mtu akisoma kipande cha juzuu tu anasikia kizunguzungu, anaanza kupayuka. Nini maana yake bwana? Hata daa al-Islam la yaarifuna qimata Ramadhan. Maadui wa Uislamu wenyewe wanauheshimu mwezi wa Ramadhani. Nyie majini hamjui kwamba hii ni Ramadhani? Mtume wetu ni ar-rasulu thaqalain, zuyyina al-mashriqain wal-maghribain, balagha ad-duja bikamalihi, kashafa ad-duja bijamalihi, wa 'azmati jami'i khisalihi, sallu alayhi wa alihi. Tumeelewana Kwa hiyo basi tu leo nina vitu vya kusema. Ingekuwa so hivi, nilitamani hapa nianze kuwalipua majini. Hapa nilikuwa nataka niwalipue na ruqya ya sheria, hata kama itakuwa ni ile ibtalu sihri peke yake, na kuzisoma zile aya nzito ambazo zisababisha milima ikatingishika, aya zilizoshuka na malaika wengi. Qur'ani ina miujiza na hoja tunazojitapa nazo ambazo zinaruhusiwa na ulama katika tiba. Jini ya kidhihiri, hoja ambazo tunalinga nazo zinafaa. Tunamwambia kama we umetakabbar, hembu zuia hizi aya za Allah zisikutese, zisikusimange, zisikuumize. Tuna uwezo wa kumtishia jini kifo, na ukifanya maskhara kaondoka kweli. Kwa hiyo Qur'ani ni shifa. Allah anasema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un bi wa rahmatun lilmu'minin. Shifa, uombezi, afya imetangulizwa kuliko rehema, kuliko maisha,
kuliko furaha, kwa sababu al-afya wal amni kilahuma, afya pamoja na amani ni vitu viwili katika maisha ya mwanadamu. Mwanachuoni mmoja anasema, nimeonja vyakula vingi lakini hakuna chakula kitamu kama al-afya, kama afya. Ukiwa na afya, kiendesha gari unapata raha. Ukiwa na afya, ukila unapata raha. Ukiwa na afya, ukija mwezi wa Ramadhani unafurahia kufunga kwa sababu una afya. Lakini afya ikiwa mgogoro, matatizo. Miongoni mwa matatizo mengi tunayoyapata sisi majini, mashetani. Kwa kweli kwa hapa kwa Sheikh Uthman Michael, tena sasa nimalizie la mwisho, ili nimefurahi sasa, ili namalizia la mwisho, ili huyu mtu nitakemtaja mumuombe dua inshallah. Watu wanatoka nchi mbalimbali. Watu wamepanda ndege, wamepanda meli, wamepanda maboti, wamepanda treni. Kuna watu wanakuja na gari, siku 4 yuko ndani ya gari. Siku 4 yuko ndani ya gari. Mimi nimeitiwa jambo kubwa Burundi, lakini walioniitia wameamua kugharamika ile tiketi ya ndege. Ilikuwa inatakiwa Ijumaa ya leo nisalie pale, lakini mpaka hivi sasa nimewataradhilia, mpaka leo bado hawajanielewa na wamekasirika, kwa sababu kuna mambo nitayaacha mengi. Sasa kuna watu wanaacha yao kwa lazima, hawaji kwa sababu ya furaha. Mimi nitaka niende pale, watu wananiambia Shekhe njoo hapa Burundi, kuna mkusanyiko wa Waislamu 600 keshi, darasa zako tunazifuatilia sana, na maana hata hii wataiona 600 keshi, wanakusubiri wasikilize maneno ya Allah. Tutakukatia tiketi ya ndege, flight utakwenda utarudi, na tutakuwekea usafiri uende popote pale. Acha hayo mambo yako kwa ajili ya Allah. Nikawa natamani kuyaacha, lakini huku kuna mengine kwa ajili ya Allah. Umeshafahamu vizuri? Sijui nini, maraki mtu akuuliza Shekhe taratibu yako basi iko vipi kama kuna uzito. Umeelewa vizuri Na nimeshindwa kwenda kwa dharura kama hiyo, nimemkataa mwewe. Lakini kuna mtu anatoka nchi ya Marekani, nchi yake tamu, anapanda mwewe, mara nyingine nauli yenyewe kakopa, kwa sababu ana mtihani wa mijini kama hii inawasumbua. Sasa si nimtaje mama mmoja, na ninamtaja na hii darasa hata hiyo. Hapa ninapokaa hapa, kila dhuhuri nimeanzisha tafsiri ya Qur'ani. Sasa yule mama ajabu anafuatilia zile darasa, na zile darasa huwa tunaulizana maswali. Sasa mama huyu mpaka leo nikamtaja, alikujaga hapa, hayo mambo ya majini, mahasadi yamemzonga. Yule mama actually hakuwa Muislamu. Alipokuja hapa nikamwekea mkono wangu, Mwenyezi Mungu akatia tiki katika ule mkono. Mwenyezi Mungu akamuondeshea humumu zote. Alipofika kule mama, madeni makubwa akayalipa, akapata pesa nyingi, kwa sababu ni mja mwenye kushukuru. Akaona haitoshi, amletee Sheikh Uthmani kama dola sijui 1000 ngapi hivi, kwa haraka kwa hesabu ya Tanzania milioni 16 cash. Na alivonipa akanambia usije ukanishukuru, bado sijatoa shukurani yangu. Umeelewa ya maneno haya? Bado sijatoa shukurani yangu, usinishukuru. Hii ni kama kufagia barabara, ila endelea kuniombea. Nikamtilia dua zaidi. So unajua tena nikamtilia dua zaidi ili azidi kufanikiwa zaidi. Kwa sababu akifanikiwa zaidi, jibu nalo mwenyewe. Basi yule mama akaenda, juzi nikawasiliana naye, akanambia sasa nitaka nije nikutembelee. Kwanza nikakoa lini labda unakuja? Inshallah baada hii Ramadhani. Lakini kitu alichoniambia mpaka leo nikamtaja, kwanza fadhila kwamba dua zimefanya kazi. Dua ya mwanzo imetiki, na sasa hivi dua zile zimefanya kazi. Mambo yake yamekaa sawa, lakini lililokaa sawa zaidi, yule mama akasema, umekuja hapo Shekhe, umeniombea dua, nafuatilia sana darasa zako. Akanitajia zile darasa za tafsiri nilizozitoa, hii darasa ya kwanza ya Qur'ani hivi. Akanambia, nimeangalia kulia na kushoto, sioni njia ilonyoka, ila ni njia alionionyesha Sheikh Uthman. Sheikh nimeslimu. Umeslimu? Nikamwambia alhamdulillah. Nimefurahi kweli nimefurahi. Sheikh Abdallah, usije ukaanza kuuliza ana mume, maana ushasikia mambo. Sawa Kaslimu bwana. Kupitia nasaha zetu hizi tunafurahi sana.
Kwa hiyo muombeeni dua aendelee kubaki ndani ya Uislamu. Alivyoniambia vile Jumatano ulivyosimama kiamu, si unajua watu wa Kiislamu saa nyingine wanapata ibtilaya. Wallahi niliomba dua ya hisia mpaka nikamtolea mchozi. Mwenyezi Mungu huyu kwa kitendo cha kusilimu mzidishie kile kipato chake. Isije kaingia huku tena mambo ya kayumba akaona labda kwa ajili ya kuja katika dini hii. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo muombeeni dua Allah amfungulie. Allah amzidishie uchumi wake. Itikieni amin. Na akija mkumbuke Sheikh Osman Michael, itikieni amina. Haya, sasa kupitia hivi mabwana kuna silaha hizi 9. Silaha 9. Sawa eh? Hebu iseme 9. Umeona vitu hizi silaha 9 hizi ni kwa ajili ya majini. Mfano kuna wale watu wanaoporomosha mimba bure bure. Kuna dawa hii ni konk, ina miti 13 ndani yake. Ina miti 13. Alafu nimefurahi pia na kameramani Allah walipe wala uchukua zile darasa kule Mbagara kule. Nyie fanyeni kazi hata Mungu anakupeni. Yaani kuna darasa zingine hata kama hujapewa hela habari yake nzito. Kwa mfano ile dawa tulofanya kule Mbagara ya vidonda vya tumbo, watu wengi imewasaidia. Kila saa napigiwa shenshanu mwegea. Yaani ananiuliza natumiaje? Mwingine nimepata nafuu kubwa sana. Kwa hiyo pia watu wamepata nafuu. Hii dawa ina miti 13 takriban. Inaitwa Sihriyu Ashiqiyu powder. Uporomoshaji mimba, lakini yale maradhi vitu vinavyotembea tumboni, kulialia ovyo, kupayuka, kupandisha, hii ni dawa ya kunywa kutwa mara 3. Mtu wa majini aipate. Hii ni ya kuondosha hasad, Sihriyu Ashiqiyu bukhur. Hii ni steaming, anajifukiza mtu wa majini. Inaondosha hasad. Ikifuatana na mafuta yake makali, Sihriyu Ashiqiyu massage. Sikumbuki kwa haraka, lakini kuna mtu mmoja jana alitoka Kigoma, alikuja kuchukua chupa moja tu hii. Akanambia shekhe, kesho kutwa nitasafiri, nitakuja kuchukua chupa 5 au 10 kwa ajili yangu. Ila kuna ndugu yetu mmoja nimempelekea haya mafuta, alivyopaka tu akasema mafuta mazuri. Sehemu ikikuma ukipaka panaacha. Ukiona mandoto ni kweli bwana, haya mafuta mazuri. Yaani siyasemei, ila nasema katika dawa nyingi Sheikh Othman katengeneza hapa, alitulia lakini kwa taufiki ya Allah. Haya mafuta haya mazuri sana haya mafuta. Na bahati nzuri kwa Dar es Salaam yetu maimamu wengi, mashekhe wengi haya wanaichukua kama hadia yao. Wale waliojua kila akija shembu nipe yale mafuta nitoe hiyo mikosi mazohari. Kuna watu wa bodaboda, hao wa bodaboda ndio usiseme. Hao watu wa bodaboda, yani kuna bodaboda mmoja mpaka kapata yakini. Anasema mimi nisipopaka hivi mpunga hauingii huko mtaani. Sasa kuna bodaboda mmoja ndio hatari, yani huyo hatari. Kaota ndoto kaenda Maka na bodaboda yake. Asema kawa nashuka sasa ndo nataka kuingia pale Maka. Nikamwambia wewe Maka unaijua wewe? Nikamwambia wewe una walimu yake, wewe uende Maka na bodaboda. Nikamwambia kabisa nikaona tunashuka pale Maka nini? Nikamwambia hebu paka hivi. Nikamwambia umeota umeenda wapi? Nikamwambia nimeota niko humu. Nikamwambia sasa hapo mambo yamekaa sawa. Hii hapa. Ashiakum Simatus, bodaboda huyu aliniambia anagombana na mkewe. Kwa nini anagombana na mkewe? Anamtaka njia ya liwati na anaona haya. Mke wake ambia wewe hasa una nini we? Bora uniache nitasema. Ambia kila nikijitahidi kuacha ili jambo nashindwa. Nataka hivyo. Basi akaja kunaambia sikumfanyia ruqya jamani. Alipopaka haya mafuta ile tamaa ikamtoka. Akasema niliondoa utu wangu bure hivi. Kwa hiyo hii midude nayo ina zahma, hii ni uchafu. Chukua hizi dawa 3 hizi kutoka kwa Sheikh Othman ndani ya Ramadhani ujitibishe. Lakini kwa sababu nimesema silaha 9, majini safari hii watakoma. Tukimaliza Ramadhani sisi wapya, tukiingia kwenye idi kweli sisi kama sisi. Pia kuna wale wenye hasira ya kijini. Mtu anahisi kuua, anahisi kujitupa, hii anaweka kwenye makaa ya moto, itampalia akiwa mtu na uchawi. Tena anatoa tiba ya bure, sawa nenda pale Kariakoo, ukifika pale waambie naomba karafuu maiti. Kafuri ile upate ile laini. Kuna zile ngumu na kuna zile original za kumchua alopooza. Ndugu yangu zile kaziweke kwenye makaa ya moto, imeze.
Yani ukiwa una uchawi utabeua hata utapaliwa, utaona alafu kama unapagawa. Sasa usiache mpaka ile hali ikate. Ikikata ile hali unaona huna hasira tena. Huna hasira. Sasa uichanganya na menthol. Sasa ile kafur, hebu angalia vitu vya hatari. Nimeweka kwenye ibtalu sihr pamoja na tufahul jinni, pamoja na mwani, pamoja na hiyo kafur na vile vitu vyote vya kufushia kama ile alititi na alimiti na kibiriti upele hatari. Mzima. Hii unaweka kwenye moto tu, utaona hewa inajaa tumboni, unajigoa, mwisho unajisikia mwepesi, afu zile hasira zinakuisha. Lakini una mtu kitu kidogo tu anampiga mke, anampiga mtoto, lakini mashaitani. Dawa nyingine inaitwa Barkal Hadi. Hii ndio imechanganya dawa za Kiarabu tupu tu. Dawa karibia 47 ndani yake zimo. Ukienda pale Kariakoo ukisema vitu vya mezani, ndio vipo vitu vya Barkal Hadi. Kwa mambo ya uchawi imeandikwa kwa vitabu. Lakini pia kuna dawa nyingine tunaita Wikayatul Jinni, kinga ya majini. Nachoka. Dawa nyingine inaitwa Mukhallatun, ni vidonge vizuri sana. Hii ndio kali zaidi, inaitwa Adhihabu Rijza Shaitan. Na ya mwisho inaitwa Rujumu, kinga ya mwili. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani hii pata kisomo, pata dawa. Lakini kuna watu wengine hata hawajapata dawa, hawajapata visomo, wametumia tu hizi dawa na Allah akafanyia wepesi. Kwa hiyo kwa mrorongo wa haraka tiba ya madudu na maibilisi mabwana ni hii hapa. Tutafute kwa namba hizi ambazo unaziona mbele yako, na nyingine zitapitishwa kwenye vioo vya kamera zetu zilizokuepo mbele hapa. Mwenyezi Mungu azihifadhi kamera hizi, maana zinarusha matukio ya Ramadhani mengi live, tafasiri za wanachuoni mbalimbali. Basi vile vile zirushe na tiba hii huko kwenye Insta na nini wa Harum Majarf. Inshallah yule ambaye ametoneshwa asikae nyuma. Majini wanaua, majini wanafunga mikono. Majini ni mtihani mzito. Baada ya kusema hayo, sisi tunapatikana nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, Bogoroni, Rozana. Tupigie popote ulipo, tupo. Hata baadhi ya nchi tuna branchi zetu, unaweza ukashughulikiwa juu kwa juu huko. Lakini pia nirudie kusema hatujapumzika ndani ya Ramadhani. Kila simu zinazonipigia, Sheikh Ramadhani umesimama dua, haisimamwi. Nilisema mwanzo, wanaosimama tiba ndani ya Ramadhani ni kujipumzisha tu, au wenye tiba ya kishirikina. Wanaona huu ni mwezi wa haki, haufai kupiga ramli, ndo wanaacha. Lakini Qur'ani imeshushwa Ramadhani, tuache tena kusoma? Hapa ndo penyewe kabisa. Kwa hiyo ibada zetu zote kuhusiana na tiba, naona mwezi huu ndo zimeshika kasi, na huu ni uzalendo wetu wa miaka yote. Kwa hiyo watu, viongozi wa kila sampuli waje kupata matibabu yao inshallah. Na position zipo na hifadhi zao zipo. La mwisho la kukinaisha, tumejitahidi kwa udhaifu wetu, tiba zetu hizi haya ni maradhi. Kwa hiyo kama ni maradhi, hatutaki mwingine ajue maradhi yako nini. Kwa hiyo ukija huku hauwezi kutibiwa pamoja na watu kwa ujumla. Kila mmoja na tiba yake. Kwa hiyo ukija hapa usiogope, itakuwa watu wamejazana huko na mimi nitaonekana nina majini. Hapana. Ndio maana wanajitokeza ndugu zetu wa upande wa pili na vilemba vyao vya kisista, wanakuja masista, na wala hakuna mtu anayewajua kwamba masista wamekuja. Wanakuja mapadri kweli kweli na tunawasaidia, wanakuja wachungaji kweli kweli. Na la mwisho la kumalizia, nimalizie nsimalizie, namalizia. Nimalizie nsimalizie, namalizia. Kaja rafiki yangu mchungaji, tena akiona hii nafasi atacheka kama nini. Kaja hapa, kazi yake kukemea mapepo. Sawa Sasa alipokuja hapa, kuna binti mmoja akawa anapandisha, akanambia Sheikh Michael, niachie huyu nimkemee dakika 2. Nikamwambia huyu akija kwenu utakemea. Midamu yuko hapa hakemewi kikristo. Swali, yeye kafuata nini hapa? Mmenielewa vizuri mambo kuzidiana, si ndio hivyo hata mashehe wetu baadhi wanakuja
Anakuja, shekhe, dawa fulani, nimesikia umefanya hasad. Mwisho wa siku ambia, bwana sikiliza, si ushawahi kumuona mtu fulani akitangaza tiba zake? Ambia basi ndo mimi, sijui nimekanyaga nini, sijui majini wamenichapa. Shekhe, nilikuwa na watu kama wote wamekata wote mambo meusi. Nikamwambia, mambo kuzidiana, kaa hapa unyolewe kidogo, utakaa vizuri. Na jengine, tunashukuru Mungu si kwa ubaya, lakini tunashukuru Mungu si kwa ubaya, lakini matabibu wengi pia wanapitia hapa. Tunashukuru Mungu na huduma zetu, kwa sababu ndio hivyo, tunajitahidi kuifuata ile sunna. Naweza nikaongeza na chumvi, hata wanaopinga pinga sana haya mambo pia wamepita sana wengi hapa, sawa wamepita wengi sana hapa, lakini waendelee kuja, hawatajwi. Sheikh Uthman si mtu wa zile kikikiki, maki angekuwa mtu wa kikikiki zile za ajabu, basi angetaja mashehe wote, fulani nimemtibia, fulani ili iweje? Maradhi ni siri, lakini ni kuonesha tu hatubahatishi kwa kile ambacho Allah ametujalia. Tusiongee sana sasa na Ramadhani hizi karibu na ikhlasi zenyewe. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin.